Kila kitu hautaki, si ndivyo? Unadhani nakuogopa? Nakupiga. Tulia. Wow. Yaani nyinyi mnateka maji kabla ya ng'ombe hawajanywa maji, si ndivyo? Sidhani kama wako sawa sawa. Ni makosa. Hivi nyewe mnavichia eti? Ina maana ng'ombe ni muhimu kuliko sisi binadamu? Hakuna kuguna. Tulieni. Tumeshawaambia hakuna kuteka maji kabla ya ng'ombe hawajanywa maji. Unasikia? Iwe mwanzo mwisho marufuku. Vile vile. Kwa nini unamwaga maji yetu? Alafu wewe unakielele, si ndio? Kwa nini unamwaga? Wewe tulia.
kichwa utaki nini? Unadhani nakuogopa? Nakupiga. Tulia. Tulia hivyo hivyo. Hapana. Ni nani wewe ambaye unaingilia mipango ya watu wazima? Nini kinaendelea hapa? Karibuni. Asante sana. Karibuni viti. Karibuni. Karibuni. Asante. Hivi Suzi, mwenzetu, toka tumekuletea malalamiko yetu, yani hakuna utekelezaji wote unaofanyika. Zaidi manyanyaso yanazidi kuongezeka na tunazidi kunyanyasika kwenye hiki kijiji. Na kabisa tulishakuelezea nanili haja zetu na kio zetu tunazopata wananchi, au mwenzetu unafurahia. Ni kweli hivyo Suzi, hauoni mambo yote yanaendelea hapa kijijini? Hauoni matatizo yote tunapata hapa kijijini? Wewe uoni? Toka tumekuambia umekaa kimya tu. Eti ni siku ngapi leo tumemwambia? Hakuna kilichobadilika. Umekaa kimya, umelizika na hii hali wewe Suzi. Jamani, mimi ujumbe wenu niliufikisha. Sasa sijajua ameutekeleza ama hajautekeleza. Kwanza mimi nifikisha taarifa tu ndugu zangu. Mimi taarifa nishaifikisha muda tu. Sasa sijajua kinachoendelea. Na kama ulifikisha hizo taarifa, sasa mbona haukutuambia? Mbona ulikaa kimya kutuambia? Na bado vitendo vinavyofanyika ni vile vile vya kila siku. Hivi Suzi, umesahau yale matendo yote kijijini tunaofanyiwa hapa? Kule kisimani umesahau wewe? Amina, huyu na mume wake ni kitu kimoja. Kwa sababu kama ni taarifa tumefikisha siku nyingi na hakuna kinachoendelea chochote na bado amekaa kimya yeye pamoja na mume wake. Huyu na mume wake ni kitu kimoja hawa. Wape hii. Jamani wakina mama wenzangu, usione haya mambo yanayotokea hapa. Mimi nafurahia. Huu ni udhalilishaji, tunadhalilishwa wote. Sasa kama unaumia, Amina, tuondoke. Tuondoke. Nini bana wewe mwanamke na wewe waga adabu hata hauna, unaitaita watu. Shida nini? Sema shida yako nini? Shida nini? Hapa hakuna cha shida nini. Shida ni ile ile kuhusu wewe na vijana wako. Tumefanyaje? Masuala yanayoendelea hapa vijijini, masuala ya ubakaji. Kwa hiyo hawaje na mimi nije siku moja nibakwe, Na mimi hadi siku moja nije nibakwe. Wewe mwanamke, sikiliza wewe mwanamke. Wewe wanakufikishia kama nani? Kama kuna mtu ana malalamiko vijana wangu wamefanya walichokifanya hajakipenda aje anishtakie mimi. Wewe wanakufikishia kama nani? Usipende kufuatilia mambo yasiyo kuhusu. Sasa sikiliza. Yoyote mwenye shida, mwenye malalamiko aje anifuate mimi. Kwani mimi sijui kama kuna ujinga unafanyika hapa? Unajikuta serikali mmejimilikisha serikali. Kwa hiyo vijana wangu wanafanya wanachopaswa kufanya. Kijiji chenyewe hakieleweki hiki. Kwa hiyo unajikuta sasa wewe unataka kunifundisha mimi nini nifanye, si ndio? Ile yangu ndio yafanya sio bwana. Si unayofanya sio. Wewe unataka nikifanywa utafurahi, mimi yangu nikifanywa utafurahi wewe. Umenielewa? Masuala ya vijana wangu niachie mwenyewe. Anayekuja kushtaki anifuate mimi. Anakufuata wewe kama nani? Wewe ni nani? Mimi kama mwanamke naumia bwana, naumia kwa sababu wanaofanywa haya mambo ni wanawake wenzangu. Kwani mimi nisidhalimikiwe jamani? Waambie wanifuate wewe. Waambie wanifuate mimi.
Unajua nimewaita hapa. Hivi mnakumbuka ile hali iliyotokea Mtoni? Unajua hawa Wagambo wanatuchukulia sisi kama sio wana kijiji. Hebu fikiria siku hiyo walivyowazailisha. Kumwaga maji, kuongea kwa matusi. Yaani hawajali kwamba wanaongea na wakina nani. Hivi mnachukulia hili jambo? Ni kweli kaka unachokiongea. Ila mimi naona tatizo kubwa ni uongozi. Kiongozi angekuwa na msimamo, angekuwa anafanya kazi zake kwa utaratibu mzuri, haya yote yasingekuwa yanatokea. Kiongozi hayuko serious na kazi yake, ndio maana yanatokea yote hayo. Ni kweli, lakini pia kuna kitu kinashangaza. Mbona siku ile sio anaitwa nani yule bonge hivi? Mbona kama wewe ndio alikuwa anakuataki sana, shida ni nini? Kumwagia maji, maneno machafu, haijalishi yani kwamba kwa nini inaendelea labda? Kiukweli mimi sina chochote kinachoendelea baina yetu mimi na huyo Mgambo. Lakini wale ni tabia zao tu, yani ni utovu wake tu wa nidhamu aliamua kufanya kwangu, lakini mimi hakuna kitu chochote kinachoendelea baina yetu. Alafu mume wangu, unajua kabisa hapa kijijini tuna wanaume mashujaa, wanaume wenye akili na wenye nguvu. Mnaweza pia kupambana na hichi kitu kikafikia mwisho, mkasimama kama wanaume, kama vichwa vya nini vya kijiji chetu. Unajua itafikia kipindi dharau zifike mwisho. Sasa lakini mimi ninavyoona hili jambo, hakuna mwanamke wala mwanaume. Yaani the way wanavyofanya hizo dharau zao, yani hawajalishi wanafanya kwa nani. Kuna siku wana kijiji tutachukulia maamuzi nini wanasema nini? Sheria mkononi ambaye kwa namna moja au nyingine itakuwa ni mbaya. Hivi unajua sisi tulienda kwa yule mkuu wao. Kwa kumbe mlienda? Ndio tulienda. Tulimpelekea taarifa mke wake. Ile inavyoonekana mwanamke alifikisha taarifa, ila ni mwanaume tu hataki kulifanyia. Sasa ndio dharau tunazosema. Kafikishiwa jambo afanishwe kulifanyia kazi. Mbona hakuna mabadiliko yote sasa? Mimi nitaenda kwa huyo mkuu wao, nitaongea naye kimstaarabu. Kama siponielewa, mimi nitajua nini cha kufanya. Hamna namna. Subiri kwanza mume wangu, sikia. Cool down. Hakuna cool down, nisikilize. Sikia, hivi vitu vya kujichukulia sheria mkononi mimi ndio sitaki kabisa. Hakuna, mimi nitachoka. Hapo kwenye kujichukulia sheria mkononi mwangu ndio sitaki. Nenda kaongea naye kama mwanaume mwenzio. Baada ya hapo ndio tutajua tunafanyaje baada ya yeye kutuzingatia hiki kitu. Sawa, acha mimi niende. Sawa. Lakini wifi, tunamjua kakaangu alivyo na hasira. Anaweza akatoka hapa akaenda kufanya mambo yake huko akafanya vitu vibaya. Hebu acha tu akapambane kwa sababu mimi mwenyewe hata masuala yameshanichosha. Nasimama kufungua kikao chetu, tuwe watu watulivu, tusiwe na maneno ya kuzungumza tofauti na jinsi ulivyoulizwa. Abamtikwaga Kiswahili nabene naleyomba geke tubize bantu bategereki basoga bakwemana pye iyi tuliwera ahanaha nalebona ekikao tukubiza na agenda kikukwera aho togagerera tutakuwa tunakumbushana yote maneno. Nimesha sifungua kikao. Mwenyekiti, samahani, kuna mambo yanayoendelea hapa kijijini. Kuna siku tulienda kuchota maji mimi na wenzangu. Wakatokea wanaojiita Migambo. Walitufanyia fujo, walitupiga. Yaani ni vitu ambavyo vinaendelea, mimi kwa kweli havinilizishi. Kwa upande wangu mimi. Tulikuwa Mtoni. Tulikuwa watatu. Na wenyewe walikuwa wawili. Walifika tu pale wakaanza kutugombeza kwa nini tunachota maji kabla ng'ombe hawajanywa. Ina maana sisi hatuna umuhimu, ng'ombe ndio wana umuhimu kuliko sisi. Baada ya kuwauliza wakaanza kutupiga. Asante ndugu mwenyekiti. Mimi naungana na hoja mwenzangu.
naungana na hoja mwenzangu. Ni kweli hawa na migambo hapa kijijini wamekuwa tishio sana. Tunaishi bila amani kwenye kijiji chetu wenyewe, na uongozi umekaa kimya kabisa. Tunabakwa, tunafanywa vitendo vya kikatili, tunapigwa, tunanyang'anywa vitu vyetu. Na hawa wana migambo hapa kijijini kwetu. Yaani tunakuwa hatuna amani kwa sababu yao wao. Na viongozi mpo tu mmekaa kimya, mmelikalia kimya sana hili swala. Paka tumeamua kuja kutoa malalamiko hapa mbele zenu nyote wenyekiti. It means kwamba sisi tumeshachoka na tumechoshwa na hivyo vitendo vya hao maaskari wenu. Kama vipi waondoke, hatuhitaji maaskari, tutajilinda wenyewe. Kiti omaye kono tago tu malolo abana bisero geke boye okwa gucira gujuta haminze amato ye tagine herore kabana to batuma guducerira aminze ayise to sagero to yobo kase bagikurege baroko habana iso gujuka pondiwa sasa abantu abangamba na kole makatuho ayimero to yogoreta kero ayiwagi onkosi bola mukokemedo mpagono yo to ye tagine heroro to yobo kayiselo tasola nto wagena lecha kumongo kono ko to hayaka gete sasa tore chola geke mko yani mko shughuli hiyo mpagono yo abaina wena chiongozi yobo chene kalolo sasa mpagono to hayaka gete aso ta kwanja mpako chene ko mpatho mjiji somu abana bisange bakachaka shule bange bakochako jo kafuna bachire woko aso lokho biza ko chene ke bantu na hamongo to bachira minze ko biza amako ko papa oko kupakwa kono mpagono kusako kono toto ko hayaka mwanyagiti kwentereze kisoka mpagono kwetwa no rutivya no ngutano ntuma yaye geke sakala chene kabana iso bachira kaminzi toto hayaka na maronene huyo ahojiwe yule mkubwa wao, sababu hili jambo sio zuri. Nimesikia malalamiko na kabla ya hapa tayari kuna watu walishaleta malalamiko nyumbani kwangu. Japo sikuonana nao, lakini mke wangu alikuwa kila siku ananiletea malalamiko. Lakini mimi nachojiuliza kitu kimoja, mwenyekiti. Hawa watu kama wanaenda sijui wanabaka watu, wanapiga watu, nini? Mimi kwa nini sioni? Alafu kingine mwenyekiti, hawa watu serikali imewaamini. Unajua vijana wangu wapo kwa ajili wa kulinda usalama wenu. Sasa mnaponiletea mambo mwenyekiti kwamba sio mbaka nani, labda nani aliyebakwa? Kwa hiyo mwenyekiti, nachotaka kusema hivi, kama kuna mwingine ana mamlaka na wao wanajiona wanajua, sasa fanyeni mnachojisikia. Tulieni kwanza, tulieni, sikilizeni. Ambu tulieni. Mlikuwa mnasemaje sasa nyinyi?